Wewe. Mke wangu. Mwanzo asubuhi. Mzuri. Mwenzako ndo natoka hivyo? Alright. Pesa matatizo nayo inaleta furaha kidogo, huzuni nayo. Pesa ugomvi ndani ya nyumba, moto moto. Sina pesa lakini mapenzi yananipa hewa. Pesa na matatizo inaleta ugomvi. Asubuhi yote mke wangu anataka kwenda wapi? Natoka nenda kwa rafiki yangu. Kwani vipi? Kwa rafiki yako? Mke wangu, hii ni adabu gani ya kutoka asubuhi yote hata chai hujaniandalia kweli mke wangu? Ehe. Kwa hiyo wewe unashindwa kunyanyuka hapo kitandani na kwenda jikoni kuchemsha chai, si ndio? Mpaka mimi nikuandalie chai. Kwa nini kisafiri wa chai haunywi? Mke wangu, lakini mimi si mume wako. Kwanza kuna kwenda nishachelewa. Njaa ikikukamata vizuri utaenda uchemshe chai unywe. Ukienda kubaki hapo ujue umeshiba. Naenda. Mke wangu. Nilidhani pesa Lakini mke wangu, mimi si mume wako jamani. Acha kwanza nicheke mimi hapa. Kwa mimi hivi wakiambiwa watoke wanaume na unatoka. Kwa wanaume gani ulio nao ndani? Yaani humu ndani tunaishi kama mtu na shoga yake. Alafu nakuja kuniambia eti mume wako. Ukihisi njaa baba, jikoni ukachemshe chai kama utaki acho. Mke wangu. Niache huko bwana. Nilidhani pesa itakupa furaha, ila machozi yako ndio malipo yangu halali. Tulikutana gizani, mwanga wa tamaa. Nilikuahidi dunia, nikaileta kwa wizi. Mapenzi na pesa zimegonga mwamba. Nilidhani hela itakupa furaha, Munga. 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 Mkuu, nimepata taarifa yako kupitia inshallah niliona kwenye kikombe. Ni kweli, ni miezi 6 sasa tangu tumpatie utajiri wetu na tuliona kwa furaha. Sasa tunakupa masaa 6, tunahitaji kafara yetu mara moja. Pesa matatizo nayo
inaleta furaha kidogo, huzuni nayo. Wazee, cheza wewe. Ondosha basi. Hapo mmoja hii. Cheza. Nani kara? Ni hapa. Cheza nyingine wewe. Wachangamka basi. Sawa, nachangamka lakini sasa si mwenyewe mnaenda kimbezi mbezi. Mtulia nikuonyesha au hapa sijaila hivi. Mchezo mtaanza hapa. Haya, twendeni kazi. Haina shida. Weka hapa. Cheza babu. Najiogopa mwanangu. Hapa kwangu hii. Unajua ni mwanangu umeamua kuoa moja kwa moja usiku. Jamaa katili. Vijana. Mzee. Mambo vipi? Sawa, msho. Mahaba kwema? Kwema. Mambo yanasemaje? Shukuru Mungu. Ndio. Bana. Sasa vijana, bila kupoteza muda, mimi nimekuja hapa. Nilikuwa na kazi yangu ya shamba pale. Nilikuwa nataka kama mpo tayari twende mkaangalie, tukubaliane mnifanyie kazi tukimbizane na masika, maana hali ya hewa yenyewe hii hairuhusu. Kama mtakuwa mko tayari tunaweza tukaongozana shambani kwenda kuangalia. Basi sawa mzee wangu. Tumefurahia sana kufuata tena kazi kwako. Sinajua ndio mzee wetu. Basi tunaweza tukaongozana. Siku leo naona tusipoteze muda, twende moja. Basi tuongozane. Haya basi sasa. Baadaye. Haya poa ndugu. Nafikiri shamba lote mmeliona. Kwa cha kufanya hapa, nifanyeni kazi yangu kwa makini zaidi na kwa haraka zaidi ili tukimizane na muda wa kupanda, maana naona hali ya hewa yenyewe kidogo sio nzuri. Mzee wetu, ondoa wasiwasi. Bila shaka unafahamu mtendaji kazi wetu. Au unasemaje KB? Ni kweli mzee wetu. Bila shaka unaamini utendaji kazi wetu. Hadi umeamua kututafuta. Tunakuahidi tu kwamba tutafanya kazi yao kwa ufasaha zaidi na kwa uharaka zaidi. Sawa kabisa. Mimi najua utendaji wenu wa kazi. Ndio maana nikawatafuta. Ukiwa wewe pamoja na rafiki yako sio unamhitaji nani? Huwa mnafanya sana kazi vizuri. Sawa bosi. Basi mimi natakia utekelezaji mwema. Haya, tunashukuru. Haya sawa. Pesa matatizo nayo inaleta furaha kidogo, huzuni nayo. Jamani, habari zenu? Salama. Mkusaidie nini? Samani. Bosi nimemkuta. Ndio, bosi yupo. Uko na shida naye? Ndio, niko naomba nisemeshe na shida naye. Basi sawa, subiri hapo nikamwambie. Sawa. Ndio.
Asante boss. Boss. Mwingine hapo nje na shida na wengine wengine. Ni mgeni gani na unamfahamu? Hapana, ni kijana tusimfahamu. Kwa sasa siko sawa, Mungu mwambie aje kesho. Sawa. Sasa kijana, bosi kasema kwa sasa hayupo sawa. Kasema uje kesho. Sawa, lakini samani, maana mimi ujio wangu hapa nilikuwa natafuta kazi. Nilipata matangazo yenu kuwa mnahitaji wafanyakazi. Sasa nilikuwa naomba unisaidie kitu kimoja. Labda nikuachie vyeti vyangu. Labda muda fulani tu unaweza kuonana nao kumpatia kavipitia kama CV zangu zitakuwa zinakizi katika hiyo hospitali. Basi kesho nitakuja nipate majibu kamili. Sawa? Haina shida. Chukua na nje vyeti. Basi jamani, mimi niwatakie kazi njema. Haya, na wewe pia. Pesa matatizo nayo inaleta furaha kidogo, huzuni nayo. Habari yako? Yes, hello. Samani, wewe ndo Mr. Junior? Yeah, ndo mimi. Kwa majina naitwa Kunakuze Philip. Mimi ni raia msamaria mwema. Nimekupigia simu kwa sasa kukupa taarifa kuwa mdogo wako amepata ajali. Pesa matatizo nayo inaleta furaha kidogo, huzuni nayo. Pesa, ugomvi ndani ya nyumba, moto moto. Sina pesa lakini mapenzi yananipa hewa. Oh, pesa inabeba maisha. Pesa inaweza kutupa raha au huzuni pia. Oh, pesa, matatizo nayo yakija, lakini kwako mapenzi ni utajiri wangu wa kweli. Ninaona matatizo juu ya mlima, pesa nayo inateleza kama maji kwenye jiwe.